Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameweza kuandika kupitia ukurasa wake mtandao wa kijamii huku akituma salamu za rambirambi kwa waumini wa kanisa Katoliki nchini na duniani kote kutokana na kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis aliyefariki dunia Jumatatu akiwa na umri wa miaka 88. Nimesikitishwa na taarifa ya kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francisco. Katika kipindi chote cha miaka 12 akiwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francisco ameishi maisha yake kama mwalimu na kiongozi aliyefundisha na kuhimiza ustawi wa maendeleo ya watu pamoja na kudumisha amani, amesema Rais Samia kupitia taarifa rasmi iliyoitoa kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X. Rais Samia ameongeza kuwa kwa niaba ya serikali ya Tanzania na wananchi anatoa pole kwa waumini wa kanisa Katoliki duniani ndani na nje ya nchi. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatuma salamu za pole kwa waumini wote wa kanisa Katoliki hapa nchini na duniani kote. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Papa Francis ambaye alikuwa ni kiongozi wa 266 wa kanisa hilo lenye historia zaidi ya miaka 2000 alifariki dunia asubuhi majira ya saa 1:35 kwa masaa ya Roma, kulingana na taarifa za Vatican. Ndugu wapendwa, kwa huzuni kuu na wasilisha taarifa kifo cha Baba Mtakatifu Francis majira saa 1:35 asubuhi ya leo. Askofu wa Roma Francis amerejea nyumbani kwa Baba, alisema Kardinali Kevin Ferrari kupitia television ya Vatican. Papa Francis aliingia madarakani mwaka 2013 kuchukua nafasi ya Papa Benedikti XVI, na tangu wakati huo amekuwa akijitahidi kuleta kanisa karibu zaidi na jamii kwa kusisitiza juu ya usawa, huruma, mageuzi ya ndani ya kanisa na haki za binadamu. Kifo kimeacha pengo kubwa katika ulimwengu wa kidini, kisiasa na kijamii, ambapo viongozi kutoka mataifa mbalimbali wameendelea kutoa salamu za pole na kumbukumbu kama kiongozi wa upendo, maadili na mshikamano kwa mataifa mbalimbali duniani. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kimeonekana pia kila Watanzania kuguswa na hichi kifo. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.